Dakika 20 zimekatika ndani ya saa 2 ndani ya studio tuko naye Senator Makueni pale bwana Daniel Manzo, piga na story 1 2 3 kuangalia state of the nation, mambo yanaenda namna gani. Imekuwa ni weekend ndefu na mambo mengi yamefanyika upande wa upinzani kupitia chama cha Wiper. Je, mambo yako sawa? Mambo yako na kreki? Kuna nini kinafanyika? Asubuhi ya leo ndani ya studio tuko naye Senator Makueni bwana Daniel Manzo. Good morning sir. And good morning. Uko mzima bwana? Niko salama na asante kwa kunikaribisha. Karibu sana mheshimiwa, anytime any day. Mheshimiwa, kufikia sasa bwana Makueni kunasema vipi? Makueni ni kwema, nilikuwa hapo jana na juzi. Ndio. Tumekuwa na shughuli, unakumbuka miaka 10 imepita. Ndio. Mafuta ya Kenya Pipeline ilimwagika mahali kunaitwa Sange. Alright. Na hiyo mafuta imeumiza watu sana. Ndio. Watu wamehangaika, tumeenda kotini tukapata afueni. Wakaenda koti ya upili, court of appeal. Ndio. Na sasa tunasukuma, manake wananchi ni wagonjwa sana. Mafuta yanaua figo, yanaua maini, na watu wanakuwa na shida sana, watu wanakuwa wagonjwa sana. Alright. Kwa hivyo tunangangana wale watu wapate afueni, na ndio nimechukua muda weekend iliyopita kuwa huko na kufuata hiyo maneno, kuhakikisha kwamba kwanza wananchi wameelewa ni nini inaendelea. Alright. Like kufikia sasa masuala yote ya devolution katika Makueni ni county ambao utasikia story nyingi za politics, ati watu wanavutana. There's a harmony ambayo inakuanga kule upande wa Makueni. Is it so? Unakumbuka kutoka siku za Kivutha Kibwana? Ndio. Hatukuona haja ya kumfuruga kama governor. Ndio. Tulimshikilia akakaa pale miaka 10. Na isipokuwa bado kulikuwa changamoto. Ndio. Aliweka msingi mwema, na ndio huyo msingi aliweka sasa, naye Governor Mutula anaendelea kukuza. Alright. Na anaendelea kujenga, ndio watu pale wapate sana kilimo ni muhimu pana. Tunalima maembe, tunalima machungwa, na kuna tengenezwa ile Thwake Dam ambayo serikali imechelewesha mpaka sasa, fedha haijaingia. Alright. Kazi ni kidogo sana inaendelea pale, na hiyo ndio itaweza sasa tuweze kunyunyisha mimea pale. Ndio watu waweze kufanya ukulima na kilimo bora. Ndio maana kile imekosekana pale tu ni maji. Watu wa Makueni wakiwa na maji, ni watu wako bidii sana. Tutakuwa tunalisha nchi mzima na tunauza mali nje. Alright. Mheshimiwa, kufikia sasa masuala yote ya seneti pale, tumeona kwamba kulikuwa na majadiliano ambayo yamekuwa kifanywa mashinani pale. Seneti mashinani kufikia sasa iko katika kaunti ya Busia. Ya kufikia sasa agenda nzima ya seneti mashinani inazaa matunda, uzuri wake upo pale. Unajua seneti ikienda mashinani, kama wakati mwingine tulikuwa Turkana, na sasa ilikuwa huko kwa rafiki yetu Senator wa Busia. Ndio. Unajua Mutata amefanya kazi muhimu sana ya kurefusha wananchi kwanza wajue, maanake kama una habari ndio utahangaika sana. Na mashinani usaidia ile shida iko kwa ile county. Umeona sasa mambo fulani yametokezea, na maseneta wakienda pale wanafanya bunge pale. Ndio. Kwa hivyo wananchi wanakuja kufuata vile bunge huendelea, mashule yanasoma, kuna kuwa na programs ya maseneta kwenda kukaa na wanafunzi. Na kuwa role model, ndio wanafunzi waweze kuona ya kwamba mtu anaweza kuzwa akawa mtu wa maana. Kwa hivyo tumeangazia sasa mashida za devolution za Busia, na mambo mengi sana yameibuka pale. Na kutakuwa na mabadiliko mengi, manake Senator wa Busia Okiya Mutata ni mtu mwenye kufuata mambo sana. Kwa hivyo Busia imewachwa ikiwa juu, na Busia iko juu kisiasa. Ndio. Watu ni werefu pale kisiasa. Ndio. Kuna public participation ilifanywa pale ya sheria fulani. Ndio. Tukapata maoni ya wananchi. Tutaendelea kutoa maoni kwa kaunti zingine kuhakikisha ile sheria tunaunda iko na mwelekeo kutoka kwa wananchi kwa mpigo. Mheshimiwa, asubuhi ya leo tuangalie masuala yote ya taifa la Kenya, state of the nation. Kufikia sasa ni miaka 3 tangu serikali ya Kenya kwanza kuingia katika mamlaka. Kufikia saa hii, kwa maoni yako, kazi inachapwa? Serikali ya Kenya kwanza, kazi inachapwa? Kumekuwa na mdomo
mingi na mastori na kuonyesha watu mambo itakuwa sawa. Ndio. Na ukweli ni kwamba kazi kidogo sana inaendelea, kazi ya kusaidia mwananchi. Kwanza sababu ya kuongeza kodi, wananchi bado gharama iko juu sana. Sababu bei ya mafuta bado iko juu sana kutokana na zile kodi zimewekwa. Na bei ya mafuta ikiwa juu inaharibu kila kitu, manake uchukuzi ni kitu ambacho inatumika na kila mtu. Ndio. Na kama bei ya uchukuzi iko juu, inamaanisha bidhaa yote itasafirishwa kwa bei kali. Na pale ikifika haya yote lazima mwananchi alipe. Kwa hivyo mwananchi wa kawaida ameumia sana Kenya. Kuna wale wachache wanaiba kwa serikali ya Kenya wako na furaha na wako sawa. Maanake wizi ni nyingi sana na ufisadi. Ndio. Na wale watu wanafanya ufisadi wanazuiwa na serikali, hakuna mahali wanaweza pelekwa kwa hivi sasa. Maanake wao wanajifanya ndio watakuja kupea serikali kura, ndio irudi, ndio waendelee na wizi. Kwa hivyo wananchi wameumia sana, elimu imeumia, matibabu imeumia, mambo ya SHA wamejaribu. Lakini ikiwa ni mbinu mpya, unakumbuka kuna ule mtandao ulinunuliwa bilioni 104 na bado hatujachanga hiyo pesa ikatosha. Kwa hivyo kuna changamoto, manake mimi kutoka Makueni kuna watu ambao wanaenda wanatibiwa, gharama inakuwa kama 1,500, SHA inalipa 1,100. Basi tunaenda kuchanga tena. Ndio. 1,400. Kwa hivyo bado ni changamoto, na serikali ikiongea inaongea maneno matamu, lakini ukweli wa mambo ni kwamba watu wanaumia. Na ndio tumesema njia moja ya kubadilisha mambo ni vijana, na vijana walifanya vizuri sana kama Gen Z, wakafanya maandamano, wakasema one term, wakasema must go. Lakini hiyo yote ni bure kama una kitambulisho. Ukifika miaka 18 na unataka kujenga nchi yako na unataka mabadiliko, chukua kitambulisho. Ndio ukichukua kitambulisho uchukue kura. Mpaka sasa vijana hawajatoka kuchukua kura. Labda swala la kura tutaligusia, lakini kufikia sasa rais yako na azimio ama matarajio ya kwamba taifa la Kenya linaelekea kule Singapore ipo, na akasema kwamba in the next by 2055 pale taifa la Kenya litakuwa ni first world country. Una imani ya kwamba tunafika huko? Unajua Singapore walipambana na ufisadi kwanza. Ndio. Sisi tunakuza ufisadi. Kwa hivyo hakuna siku kwa uongozi wa Rais Ruto ambaye wewe mwenyewe ndio ameongoza kwa ufisadi itawezekana sisi kama taifa tukue. Lazima wananchi sasa wajikaze, wapigane na ufisadi. Na njia moja ya kupigana na ufisadi ni kuondoa serikali ya Rais Ruto. Hiyo ndio njia moja kubwa sana ya kupigana na ufisadi. Manake yeye mwenyewe apigani na ufisadi, anaachilia wafisadi pale. Ameandika wafisadi ambao wanajulikana vizuri sana kama mawaziri. Wale watu wanafaa kuwa wamefungwa na ile mali wameiba imerudishwa kwa serikali, ndio wanakaa naye kwa cabinet. Kwa hivyo hakuna vile ataweza kupigana na ufisadi, na ufisadi ndio ugonjwa mkubwa sana wa nchi yetu. Kwa hivyo Singapore kwanza walimaliza ufisadi, lakini hapa tunakuza ufisadi. Kwa hivyo hakuna njia, hakuna hata siku moja Wakenya watapata hawa matarajio. Kama serikali iliyopo sasa iko mamlakani lazima ing'olewe. Na ndio nasema njia ya kuing'oa si kukaa tu. Kazi kubwa sana ya mwananchi ni siku ya kupiga kura, na wananchi kwanza ni vizuri wachukue kura. Maana kama una kura basi utapiga. Ukichukua kura uitunze na uhakikishe umeipiga. Na ukiipiga ukae hapo uzuie isibiwe. Kwa hivyo njia ya kubadilisha Kenya kwanza ni kuondoa Ruto mamlakani. Alright. Katika masuala yote ya mamlaka na yote kumekuwa na ligumzo la one term, two term, na kufikia sasa tunaona ya kwamba wimbi la one term ni kama linafifia baada ya kuona rais ameanza kuingia katika miungano na baadhi ya vigogo wa vyama tofauti ikiwepo pale Uhuru Kenyatta, Raila Amolo Odinga na hivi majuzi bwana Gideon Moi. Je, unadhani kwamba kufikia sasa lile wimbi la kusema kwamba serikali ni ya one term linaanza kufifia? Unajua one term iko kwa wananchi, iko kwa viongozi. Ndio. Na najua pia wanamnyemelea Mheshimiwa Kalonzo, lakini sisi hivi majuzi wiki iliyopita tulimpea mamlaka kama chama cha Wiper Patriotic Front kusimama kiti cha rais, na sisi haturudi nyuma. Lakini hata wakivamia wachukue Raila, wachukue Uhuru, wachukue Gideon, hata kwa bahati mbaya akichukua Kalonzo,
ambayo itawezekana, bado wananchi watapeleka hii serikali nyumbani. Wananchi bado wameamua. Ndio. Ruto lazima aende. Na ndio tunaambia vijana na wale hawana kura, chukua kura. Na ukichukua kura hiyo siku, fanya kazi moja ya kupeleka Ruto nyumbani na kubadilisha nchi yetu. Kwa hivyo hata akinyemelea Gideon Moi, tunajua kwanza alikuwa amemtesa sana. Na kuharibu mabiashara zake na kumfinya kabisa na kukataa na pesa yake. Kwanza amlipe. Alipe Gideon Moi pesa ya makampuni zake ambazo zimekwama kwa serikali, ndio tuone hakuna uongo. Mimi kusema ukweli, mimi naona Gideon Moi amedanganywa na yeye si maabusu. Akiona uongo itaendelea, atatoka. Si lazima atakaa hapo. Ameshinizizwa na wananchi fulani ya kwamba wewe usionekane kama wewe ndio unaharibu. Hata baba yake Gideon aliweka kama tusa yote pamoja na akaweka Wakenya pamoja. Alijua namna ya kuishi na Wakenya na kuwatawala kwa njia ambapo hawakuumia sana wakati wake kama vile wanaumia sasa. Kenya iko mahali pabaya sana kuliko wakati wowote katika historia ya Kenya. Lakini ukiangalia Rais William Samoei Ruto anasema ya kwamba hii miungano ambayo ameungana na ndugu yake Uhuru Kenyatta, ameungana na Raila, ameungana na Gideon Moi, anasema yote 9-10 ni kuhakikisha kwamba ameleta taifa pamoja. Hakuna taifa si agenda tosha hiyo. Hiyo ni ubinafsi. Na upende usipende, wewe niambie William Ruto atatoa kula wapi? Kula ya Wakalenjin ni 1.6 million. Kula ya Somali ni 830. Wale wako registered sahi. Ndio. So hao hajafika milioni 3. Ni wananchi tuseme, hata kama Raila atasema Ruto tosha. Kwanza chama chake cha ODM kitasambaratika. Na wafuasi wengi wa Raila pengine milioni 1 tu ndio watampigia kura. So kwa hivyo hata pita milioni 3. Na wananchi wale wengine wote pamoja kura yao ile wameandikisha ni zaidi ya milioni 10. Kwa hivyo Ruto anaenda nyumbani, apende asipende. Wananchi wameamua. Endapo umesema kwamba ODM itamsupport William Samoei Ruto, chama kile kitavunjika, kitasambaratika. Na sasa tumeona ya kwamba wameanza kumnyemelea Kalonzo Musyoka. Endapo Kalonzo Musyoka, tujaribu tu kuiweka katika hii hali ya kuifikiria, endapo atapata kuingia pale, je, chama cha Wiper kitatawanyika? Ataenda peke yake. Na opposition itabaki vile vile. Tutaendelea mbele, tutarudi nyuma. Na mnaamini ya kwamba mtakuwa na power ya kutosha kubali kudanganywa, lakini endapo ndio ataenda peke yake. Hataenda na wananchi. Na ule mtu ameenda kwa Ruto, ameenda peke yake. Hajaenda na wananchi, lakini Ruto anaendelea kujidanganya ya kwamba akibeba viongozi amebeba wananchi. Ni tunaelewa ya kwamba ODM ilienda kumsaidia. Serikali ilikuwa imesambaratika. Yeye mwenyewe alikuwa amevunja serikali yake mwenyewe. Amesema mje tuunde serikali, sasa hakuna serikali. Na hivyo ndivyo ilivyo. Raila anamshikilia tu mpaka 2027. Na ukiangalia vile unavyosema ya kwamba Rais aliomba usaidizi kutoka kwa Raila Amolo Odinga. Raila akapenda nchi, akamsaidia, manake kikatiba hakuna njia ingine ya kuweka mamlaka ya kupitia kwa wananchi na kwa kura. Na hiyo kura utendeka baada ya miaka 5. Kwa hivyo Raila kama mtu ambaye anapenda nchi, akajua ikiendelea hivyo huyu Ruto atatoroka Kenya. Na akitoroka Kenya kutakuwa na political crisis, na sana ingechukuliwa na majeshi. Hivyo basi akashikilia ndio uongozi wa wananchi ubaki, kuleta ile stability. Kuleta hiyo stability. Na unajua agenda nzima ya broad based ilikuwa ni kuleta stability. Ni senior politician. Yeye ni more senior kuliko Ruto. Ni vile tu Ruto aliibia Raila kura kwa sababu tulifanya kesi hapo na tulionyesha koti vile ilikuwa inapinduliwa. Kama Raila hako na 61 inapinduka, Raila anakuwa na 01 na Ruto anakuwa na 60. Sasa inabadilishwa. Yani ulipata police station, Ruto amepata kura moja na Raila hako na 60 na total ni 61 in that stream. Kwa hiyo stream. Lakini kwa matokeo ya mwisho unapata sasa kwa total ya 61 inabadilishwa. Sasa Raila anakuwa 01 na Ruto anakuwa 60, total 61. Kwa hivyo Raila aliibiwa kura sana. Na hiyo yote tulipopeleka kotini tukaambiwa ni kweli, tumeona police station 1, 2, 3 kumekuwa hivyo. Lakini hiyo haijatosha kufanya
kura irudiwe tena. Hivyo ndivyo koti ilisema. Labda ukiangalia kufikia sasa, sawa, yaliyofanyika yamepita na maisha yamesonga mbele. Raila Amolo Odinga sasa yuko ndani ya serikali, unampongeza kwa yale ambayo aliyofanya, lakini je, hiyo agenda ya broad based government 1 year down the line, je, imezaa matunda? Haijasaidia Wakenya wote. ODM imegawanyika mara mbili. Lakini unasema kwamba ilisaidia imesaidia kushikilia taifa. Ndio. Lakini kwa mwananchi haijasaidia mwananchi. Alright. Na kwanza ODM katika mara mbili. Kuna wale wamesema sawa, wale wanakula kwa Ruto wako na furaha sana na ni wachache na tunawajua. Na kuna wale wengi wafuasi wa ODM ambao hawajapata faida yoyote kwa William Ruto na hawatapata. Na si ati Raila hajui, Raila anajua hiyo. Kwa hivyo sisi tunataka Raila arudi kwa inji. Yeye ni senior kuliko Ruto kwa siasa. Na sioni Raila akisema Ruto tosha. Inafaa Ruto mwenyewe aseme Raila tosha. Raila mwenyewe amesema kwamba anarudi na kwamba ule ujumbe ambao atapatia wa Kenya endapo amtosikia. Inafaa sasa Ruto aseme sasa, mimi wewe umenisaidia, wacha nikae kando. Raila aendelee. Akifanya namna hiyo basi. Uko na imani ya kwamba Raila Amolo Odinga 2027 atasimama ama atashikana na William Samoei Ruto? Niko na imani yeye atasimama. Raila. Lakini akishikana na William Ruto wataanguka pamoja. Kufikia sasa mheshimiwa, tumeona kwamba vyama vilikuwa ni viwili. Ilikuwa ni either broad based government ama ilikuwa ni opposition. Ni upinzani. Lakini sasa tumeona Jubilee imeingilia pale katikati. Opposition inasema kwamba Jubilee is another red wheelbarrow, ya kwamba ni project ya serikali. Na upande wa pili Jubilee pia inawatilia kidole cha lawama, nasema kwamba opposition pia yenyewe bwana ni project ya serikali. Hivi vidole vya lawama hapa na pale, farasi kufikia sasa ni wangapi? Niseme ya kwamba tu upinzani ndio utatoa mtu mmoja kung'ang'ania kiti cha urais na William Ruto. Haya maneno yataongelewa siku ya mwisho. Viongozi wote wa upinzani watakaa pamoja. Ndio. Na wakikaa pamoja watatoa mtu mmoja tu. Right. Na huyo mtu mmoja hata kama ni mimi atapeleka Ruto nyumbani. Hata kama ni wewe, tukikubaliana sasa wewe simama na Ruto, utampeleka nyumbani. Lakini tumeona kwamba hata kama ni Bob Jagi, hata kama ni Bob Jagi akirudi kutoka Uganda, maana yake niko na matumaini anarudi. Lakini mheshimiwa rais anaona ni kwamba opposition nyinyi hamna agenda. Agenda yenu ni moja tu ya kumbandua, lakini what next? Shida ya Kenya ni moja. Shida ya Kenya ni William Ruto. Ndio agenda yetu number 1. Tuko na agenda nyingi lakini hatujamwambia, tumemwambia tu agenda moja. Ndio. Wewe lazima uende nyumbani. Uliua vijana, uko na damu kwa mikono yako. Umeachilia wizi, umeendelea. Kenya Pipeline ndio hiyo. Ni mali ya wananchi, imeenda kwa njia ambazo si za kisheria. Ndio. Ni uporaji wa nchi. Kwa hivyo sisi tunataka kumpeleka huyu mporaji ambaye anaitwa William Ruto na anajifanya anaendesha taifa. Hakuna taifa anaendesha, nyumbani. Na tutatoa tu mtu mmoja, hata kama ni Bob Jagi. Hata kama ni huyu kijana anaitwa Oyo ambao wako Nicolas Oyo na wako Uganda. Hiyo ni agenda nyingine. Mimi mwenyewe nilienda Uganda wiki iliyopita siku 2 kuishughulikia shughuli. Nikashughulikia hii shughuli pamoja na shughuli nyingi. Na niliongea na watu muhimu sana kwa hiyo nchi. Na nikapata matumaini na habari. Kwanza nikajua wako hai. Ndio. Na wanajulikana pahali wako. Ndio. Na hata makamu wa rais alikuwa kule, na nilipopatana naye nikamweleza hiyo jambo, na hata yeye nikawacha akifuata. Maana siku ifuatayo alikuwa apatane na rais. Ndio. Na ile timu nayo tulikuwa nayo, hata sisi tulipatana na rais wa Uganda. Na vile nilimuelewa, isipokuwa amekosewa. Kuna mambo fulani hayajafurahisha serikali ya Uganda. Ndio. Ni mtu mwenye sana kupenda kusamehe. Na si mtu ana kiburi. Rais wa Uganda nilimuelewa sababu nilimsikiza vizuri. Hana kiburi. Na kuna watu wengine wamemkosea sana, siku zimepita na amewasamehe. Na apangi mipango mbaya. Apangi watu vibaya. Ni mtu kila wakati upenda kupanga mema. Kwa hivyo vile mimi nilimuelewa rais pale, wataachilia wa vijana. Na wako salama katika. Na wako salama, wanajulikana wako wapi. Familia zao zinauliza maswali. Unajua ile mbaya ni kama watu wajulikani wako wapi. Ndio. Na kama hakuna mtu wako na habari. Kwa hivyo kuna confirmation kwamba wako sawa. Wako sawa. Na pahali wako
tuliambiwa. Alright. Na hivyo basi ni mikakati ilikuwa inaendelea, sababu unajua walipoingia kwa nchi ya Uganda kuna ile declaration walifanya kwa border. Ni nini walikuwa wameenda kufanya nini katika na hiyo hawakusema pale kwa border tunaenda kumsaidia Bobi Wine siasa. Walisema walidanganya. Walisema wanaenda kuzuru nje. Sasa walipoingia kwa siasa ya nje ambao hao pia ni wanasiasa, na ambapo kisheria huwezi sema kuna sheria yoyote wamevunja. Unajua lazima kuwe na ile sheria umevunja. Ndio. Hamna sheria yoyote wamevunja, ni mawazo yao tu. Na hivyo basi mimi niko na matumaini kwamba watarudi salama. Nataka na wakirudi, hata kama watu wengine wote watakuwa wamerudishwa, tuseme kwa mfano vigogo wote wapinzani, hata kila mtu afinywe aingie kwa serikali, mtu yote mwingine ambaye atasimama na upinzani atampeleka Ruto nyumbani. Musalia Mudavadi ambaye anafaa kuwa anahusika na haya mambo, Musalia Mudavadi ambaye anafaa kuwa anatuelezea haya mambo, kufikia sasa tumeona serikali ya Kenya imenyamaza kimya. Serikali imefeli kufikia hapa. Najua permanent secretary wake walikuwa wanashughulika, na najua Kidiki alikuwa anashughulika, Musalia pia ameshughulika kiasi. Lakini mimi nilienda pale na pia mimi nikaongea na marafiki zangu ambao wako kwa serikali ya Uganda. Ndio. Watu ambao ni muhimu sana kwa hiyo serikali. Alright. Na nikiwa na hiyo timu tulihudhuria, nilimsikiza Museveni sana kuhusu mambo ya siasa. Rais wa kule, mzee mwenye heshima zake na hekima. Ijapokuwa amekosewa, ako tayari kusamehe na kuachilia. Inapendeza zaidi. Msikilizaji, asubuhi ya leo unaweza kutupata ndani tukistream live ndani ya YouTube at Radio Maisha pale, upate kuweka maoni yako. Vile vile nambari zetu zipo wazi, 0719012700 ndio SMS line. Mheshimiwa, asubuhi ya leo Uhuru Park mlipokuwa mmeka ile kongamano la United Opposition pale, matamshi ya Bwana Gachagua na nitayasoma vile alivyosema. Alisema kwamba wewe kama hautakuwa kwa muungano wa one term, wewe utapotea huko. Farasi ni wawili. Kama unataka kuwa rais wa taifa la Kenya na uko katika muungano, wewe utapotea. Hili swali ama hii statement inamwendea Bwana Matiang'i? Sifikiri ni Matiang'i. Matiang'i mwenyewe alikuja. Martha Karua alikuwa pale. Ndio. Rigathi Gachagua alikuwa pale. Ndio. Eugene Wamalwa alikuwa pale. Ndio. Tunasema mtu yeyote ambaye hana sisi ama mtu yeyote ambaye ananuia kuingia kwa Ruto, pole kwake. Mwanasiasa yeyote, kigongo yoyote ya siasa, pengine kama ameamua kuondoka katika siasa. Ndio. Lakini kama unataka kuongoza taifa la Kenya na hauna sisi, hauna upinzani, pole sana. Ama wewe huko na sisi na unanuia kwenda, ndio, pole sana. Lakini tumeona ya Matiang'i amekuwa katika chama cha Jubilee, ambapo hivi majuzi tunaona ya kwamba rais ameanza kualign na kinara wa chama cha Jubilee. Haya maneno, haya matamshi hayamaanisha kwamba Bwana Matiang'i anajitenga na opposition. Waliongea kwa mdomo yake. Ndio. Na hakuna mtu ako na ruhusa ya kufunika mdomo ya Uhuru. Kweli. Alisema kama wananchi niliwaambia mambo za Ruto, ndio, hamkunisikia. Ndio. Hiyo ilikuwa siasa kali sana. Huyo ni kuonyesha kwamba Uhuru Kenyatta ni mpinzani. Hivi sasa. Ndio. Hako kwa upinzani. Matiang'i hako kwa upinzani mpaka sasa. Alright. Akitaka kwenda hako huru. Hakuna mtu anazuia mtu yoyote asiende. Lakini wewe ukibaduka mahali wananchi wako, umeenda wapi? Nikueleza kwamba Mheshimiwa Ruto hatapata kura milioni 3. Hawezi. Kuna imani sana Mheshimiwa. Tuko na imani, atatoa wapi? Watu wa ODM wale watabaki na Ruto ni wachache sana. Watu wawili 3 unaweza hata wahesabu. Ni Kaluma na mwingine mmoja wawili. Wao ndio watabaki huko. Hata Raila akitoka wengine watabaki huko waangamie. Mheshimiwa, unaongelea sana confidence ya chama cha United Opposition na kwamba kina uwezo cha kubandua serikali ya Kenya Kwanza. Siangalie namba. Unajua serikali ni kuunda serikali. Dio. Kura ni namba. Ndio. Angalia wale vigogo wote wamebeba. Lakini kando na namba pia ile unity ni muhimu, kuhakikisha kwamba mnaongea na sauti moja. Lakini tukiangazia masuala yote ya haya hizi by election hizi, kuna maeneo kama vile Malava pale, Magarini pale, tunaona kwamba ndani ya chama cha ama United Opposition pale vyama tofauti kama DCP, DAPK pale walipata kutoa nominees pale. Yes, sio mkanganyo huo. Siasa ya Malava ni iko na clanism sana
na regionalism ya hapo Malaba. Kwa hivyo siasa ya Malaba vile najua sasa hivi. Ndio. Candidate wetu wa DAP anaendelea vizuri sana. Na wa DCP? Yule wa DCP pia ako na wafuasi. Kwani hilo jambo huoni kama mheshimiwa linaonesha kama hamwelewani? Si mambo, unajua pia ni haki ya mtu kusimama. Na wakati mwingine unaweza toa candidate wa DCP, wafuasi wake wengine waende pande ingine. Ndio. Kwa hivyo ni karata na ni kitu tunazungumza, ni kitu tunaendelea kuangalia vile wanasonga. Unajua kuna njia za kisayansi za kujua ni nani anaweza kushinda kiti, na mpaka sasa candidate wa DAP yuko juu. Kwa hivyo tunaendelea kuangalia kila wiki. Hata ni jambo nimeongea ile asubuhi na Mheshimiwa Eugene Wamalwa, tumeongea hiyo jambo na tunaendelea kuiangazia. Ni haki, unajua ni haki za kikatiba mtu yoyote kusimama, huwezi zuia mtu asisimame. Na si ati ni lazima uweke watu pamoja. Si unajua kule Embu tuliondoa candidate wa DCP na candidate wa Wiper, hakuna. Kuna kwingine tumeachia DCP, kwingine DCP imetuachia namna hiyo. Na tunaendelea hivyo tukiangalia, manake candidate anaweza jiondoa wakati wowote. Ndio. Akiona matumaini yake imezizimia na hakuna, basi kuna kuwa na njia nzuri ya kuhakikisha hiyo kura haijapotea. Lakini unaweza toka kama candidate, hiyo kura ya mwingine awe na nguvu zaidi, kiti ipotee. Kwa hivyo ni hesabu tunaendelea na kufanya. Na tunasikiza wananchi wa Malaba. Kule kwa vijana wanaitanga goal. Lakini tutaki kufanya makosa pale, tuko chonjo. Okay. Tukiangalia katika masuala yote ya kinara ama ni presidential aspirant kutoka katika United Opposition pale, tunaona ya kwamba kila mmoja anajiposition as the best candidate. Tukiangalia Martha Karua pale, Eugene Wamalwa pale, aliyekuwa naibu wa rais Bwana Gachagua pale, Kalonzo Musyoka pale. Je, haya mambo ni strategy ambayo mnaitumia kukoroga ama ni vipi? Juzi umejionea mwenyewe wakati tulikuwa Uhuru Park. Ndio. Wote walisema kama ni Kalonzo tutachagua, sisi sote tuko hapo. Alright. Watu walisema walidinanea wao wenyewe. Kama ni Kalonzo, kama ni tutataka mkutano tukubaliane. Ndio. Na kama ni yeye, sisi zote tuko hapo. Kwa Kalonzo Musyoka. Na ukiangalia yeye ndio kiongozi katika hiyo timu yote. Ukiangalia pale watu ambao wamekuwa manaibu wa rais ni wawili, Rigathi Gachagua na Kalonzo Musyoka. Na ni yeye mwenye ujuzi mkubwa kwa kuendesha serikali. Manake wananchi wanangoja wakati kama 2002, wakati Kibaki na Wamalwa walichukua serikali. Ndio. Inaitwa kwa kimombo Kibaki moment. Saa hii wananchi wanangoja Kibaki moment. Ambaye atakaifanikisha ni nani? Na hiyo Kibaki moment ukiangalia vizuri, kuna Kalonzo pale, kuna Wamalwa pale, kuna Wamunyoro mwenyewe, kuna Martha Karua, kuna Matiang'i, kila mtu wako na kura nyingi. Lakini nikuulize swali mheshimiwa, unajua Bwana Kalonzo Musyoka kweli amekuwa katika masuala yote ya siasa kwa muda mrefu, alikuwa paka naibu wa rais pale, vice president na ukiangalia kufikia sasa joto la kisiasa ambalo Bwana Gachagua ameanza kulisukuma na opposition inaonekana ni ile joto la nguvu doda, nipe nikupe. Kalonzo Musyoka kweli atawezana na hiyo pressure? Hiyo ni mpango. Unajua Rigathi Gachagua ako na wafuasi wengi sana. Ndio. Na sisi tumesema tutaamua nani. Tutaweka tu mtu mmoja. Lakini tutaki kuweka mapema. Kwa hivyo ni strategy ambayo mmeweka. Tukiweka mapema tutajua atachukuliwa hatua na Bwana Ruto. Hatua itakuwa kali sana. Anaweza nunuliwa, anaweza malizana naye. Kwani hamna imani na viongozi wenu? Mnaona ya kwamba anaweza kanunuliwa jamani? Si namna hiyo. Sana kuhatarisha maisha yake. Kwa hivyo hii ni strategy ambayo opposition inatengeneza. Hakuna mtu serikali hawezi maliza. Na unajua serikali iko na uwezo wa kumaliza mtu yoyote na kukosa kufanyika chochote. Kwa hivyo kwa kuhakikisha kwamba kwanza tumelete wananchi wote pamoja. Manake tukichukua hiyo mwelekeo mapema na tena unajua kura za urais kuna wakati itatangazwa. Sasa ni wakati wa kura. Hii ndio wakati tutatangaza candidate wetu mkiwa mnakaribia. Ndio tukitangaza candidate tumpeleke nomination ya presidential. What if ngoja tena kuna jambo mwingine moja tutafanya na lazima tuifanye kwanza. Ndio. Unajua huyo muungano wetu lazima tuandikishe
kama coalition na tuupe jina. Hiyo bazo inaendelea hivi sasa. Hivi mheshimiwa, katika United Opposition endapo mtachukua serikali, mtakuwa na ule mfumo pia wa shares? Hatutakuwa na mfumo wa shares. Unajua serikali kila mtu ni shareholder. Hakuna mtu hana share kwa serikali. Kila mtu anashikilia serikali, kuna mahali anashikilia. Tunataka kulete wa Kenya pamoja. Alright. Na haja kubwa sana ni kuokoa Kenya sasa, ni kuikomboa. Ndio. Kwa mikono ni kama ule mtu pale Amerika, unakumbuka alikuwa amefinywa na anasema siwezi pumua na ule mzungu anafinya tu. Unajua hivyo ndivyo Ruto anafinya Kenya sasa. Kwa hivyo lazima tuwaondoe kwa huyu mfinyo wa Ruto. Na Wakenya wanataka kuondolewa pale. Kenyans want to breathe. They cannot breathe now. Vijana wanasema ya kwamba wanapumua kupitia miradi tofauti ambayo serikali imewapatia kipaumbele, kwa mfano Nyota pale, empowerment programs, zile Hustler Fund. Hiyo sio haitoshi hiyo. Hizo vitu ziko na changamoto nyingi sana. Imesaidia nani? Wewe umeona mtu mmoja amesaidiwa? Wachache sana. Na wale wananchi hawana kazi ni wengi. Ndio. Unataka njia mwafaka. Ukitaka wananchi na vijana wapate kazi, shusha ushuru. Ndio makampuni yafunguliwe Kenya, ndio wawekezaji waweze kuweka mali yao hapa. Wafungue makampuni, ziandike watu. Makampuni nyingi zimefunga na zimeama. Stima iko juu. Mafuta iko juu. Bei ya mafuta iko juu. Sasa kama hizo uteremshi na wawekezaji wengi wakija hapa Kenya wanaangaishwa mpaka wanapata ni rahisi kuwekeza Rwanda ama Tanzania, hata Uganda. Nilipoenda Uganda nilishangaa sana. Uganda inasonga mbele. Nchi inaendelea hiyo. Unaona watu wanajenga manyumba. Unaona vijana wako kwa makazi. Unaona mahoteli ambazo zinazunguka Lake Victoria. Zinaendelea vyema. Wanasonga mbele. Na watu wanaenda mbele na wako na watalii wengi. Siku hizi wako na Uganda Airlines. Wamechukua biashara mingi yetu ambayo ilikuwa inaenda kwa Kenya Airways. Kwa hivyo nchi zingine zinasonga mbele, nchi ya Kenya tu. So wawekezaji wengi wamehama hapa. Wale vijana walikuwa wanaenda industrial area, wanalipwa hata kama ni 30,000 kwa mwezi. Walikuwa na matumaini. Lakini sasa hizo kampuni zikifungwa, hao vijana hawana pahali popote kwa kwenda. Walikuwa wakiendelea kama ni engineering, mtu hata kama ni graduate, anapata kitu, anakuwa na matumaini, anapata ile ujuzi, experience. Akiomba kazi mahali pengine, anaambiwa uko na miaka 3 ya experience, isipokuwa umepata mapato ya chini. Ulikuwa matumaini. Sasa hivi matumaini hayana. Kwa hivyo mipango yote, mara fanya hivi, mara ingine ya kwenda kuchangisha pesa, mara unapeleka pikipiki, tena pikipiki haijafika. Kuna uongo mingi ambao serikali inasema ya kudanganya, kuhandaa watu, na tunataka watu wafungue macho, waone uongo. Sikiza uongo ya Ruto na usimfuate. Kuna wasikilizaji ambao wanafuatilia asubuhi ya leo 22277 mpango mzima ndani ya live ndani ya Facebook unatupata pale, na YouTube vile vile. Pia weka maoni yako pale ndani ya Facebook, tutakuwa tunaweka wazi. Anaitwa Gideon Wambua. Gideon Wambua anasema, jamani, nipatie piano ujumbe wangu kwa mheshimiwa pale. Anasema good morning, thank you for bringing our senator there, na umwambie haya mawili matatu. Anasema yeye yuko nyuma ya Kalonzo akiwa Kilungu Hills Nunguni. Pointi zake ni mbili. Ya kwanza anasema, jamani, mheshimiwa, watembeze bwana Kalonzo to other places kama vile Coast, Western, Northeast na other places, na waache nyumbani. We are already with him. Vile vile anasema ya kwamba why is Kawaya rebuking SKM and what is their action on that? Anasema kwamba jamani, sawa Kalonzo Musyoka ndio, lakini mmemcentralize, mmeweka pale pamoja. Mbona mumzungushi huku na huku? Acha nimweleze vile siasa inafanywa. Ndio. Unajua hii wiki Ruto anavamia Ukambani. Na leo ataenda Konza, anavamia kila mahali. Kwa hivyo ndio uliona tulizunguka. Kwanza unashika stronghold zetu. Tumeshika Ukambani, tumeshika Central, tumeshika Kisii, tumeshika Western. Stronghold yetu tumeshika Pwani. Kama anakumbuka tulikuwa Pwani juzi. Sasa Ruto akiondoka, tutapanguza ile uchafu atakuwa amewacha Ukambani. Irudi one time kabisa, hata ile mtu alikuwa amedanganywa, tutoe uongo kwa kichwa yake, na basi
tuendelee na safari yetu kila mahali. Kwa sababu yeye atangulia, mnakuja kusanitize. Tunataka alikuwa amepanga kufuruga na anafuruga hata leo ataingia Ukambani. Tunataka afuruge akimaliza, baada hiyo sherehe itakuwa Kitui ambayo itakuwa one term. Na atasalimiwa one time pale Kitui. Tukimalizana na hiyo tusafisha, tusanitize. Kisha sasa hii weekend yote Mheshimiwa Kalonzo alikuwa Embu na Kirinyaga. Tulitoka Uhuru Park walienda Embu na wakaenda Kirinyaga. Na huko tumekuwa na mikutano mikubwa sana. Ijapokuwa sioni kwa magazeti na kwa television inaletwa kidogo, lakini kwa social media imejaa. Na hiko pale na wananchi wanajua tumefika na tumepata rais wetu wa siku zijazo. Kwa hivyo asijali baada ya kupanguza hii sanitize, sababu anaenda Konza City ambayo iko hiyo sub county ya Kilungu, iko area hiyo. Hapo ni Makueni. Tunataka akichafua kidogo tuna sanitize. Hivi Kalonzo Musyoka alijaza Uhuru Park pale. Hiyo ni ishara tosha kwamba Kalonzo Musyoka tosha. Watu walitoka kila mahali. Pale kulikuwa watu wa Western, kulikuwa wa Kisii, kulikuwa watu wa Central, kulikuwa watu wa Ukambani. Vyama vyote vilileta watu wengi na watu wengi walijilete. Watu wengi walikuja tu wenyewe. Ni ishara tosha hiyo. Hiyo ni kuonyesha kuna matumaini. Baki Bwana Rigathi alisema kwamba kama kuna kiongozi ambaye kuna idadi, amejistrategize vizuri, basi hawana budi bali kumpatia tiketi. Shida ni kidogo tu. Naomba Wakenya wajiandikishe kama wapiga kura. Mpaka sasa Wakenya wachache sana wamejitokezea. Najua kuna changamoto. Unaenda kuna by elections zinaendelea, kwa hivyo hizo sehemu hawaandikishi kura, lakini kwa hivi sasa wanaandikisha kwa headquarter ya constituency. Watakuja kulete wiki mbili ya kuandikisha kura. Vile vijana waliandamana Nairobi, na waomba sasa maandamano hiyo ni ya kwenda kuandikisha kura. Talking about kuandikisha kura na vijana, kufikia sasa tumeona kwamba hususan majenzi wengi wao wajienda kuchukua kura. Je, ukiangalia kwa maoni yako ile revolution ile ambayo wameanzisha, ile vuguvugu ambayo jenzi walikuwa wameanzisha, kufikia sasa je, unaona ya kwamba limeanza kufifia? Na kwa nini labda linafifia? Unajua serikali ilitangaza kwamba walichukua wa vijana, wakachukua wale wa ODM wakapeleka huko, wakachukua wale wa Central Kenya, serikali imejidanganya hivyo. Hawa vijana bado wako. Walikuwa wengine wakifikiri kuandikisha kura itakuwa online. Iwezekani. Ile sheria ya kuandikisha kura lazima ufike pale uchukuliwe vidole. Lazima upigwe picha. Ndio sasa mtu asiweze kuiba kura yako. Kwa hivyo wavumilie tu na waweke tu effort kidogo tu. Wachangamke. Enda pale kura inaandikishwa, anza kuchukua mapema. Najua watatokezea. Wakati itatangazwa sasa kila police station, najua watafika. Watatumia mitandao, wajimobilize, wafike, waandikishe hata ifike milioni 10. Wacha hiyo 6. Vijana watatokea, mimi najua wako na uchungu. Lakini kwa hivi sasa ni hela kidogo hakuna, na tena pia distance ni mbali kiasi. Lakini wale wako karibu, tafadhali jitoe kukomboa nchi yako. Je, mheshimiwa, kuna imani ya kwamba IEBC itadeliver baada ya zile shinikizo kwamba kuna baadhi ya wale ambao katika IEBC ambao wanahusiana na viongozi katika chama ama katika serikali? Je, kwa maoni yako nadhani ya kwamba IEBC itadeliver? IEBC, kwanza niseme ya kwamba makomishana wengi katika IEBC ni watu wenye nia njema kwa Kenya. Hata huyo chairman mimi namjua. Tulisoma naye kule Starehe Boys. Ni mtu amelelewa vyema na si mtu naona ataharibu nchi ya Kenya. Hata yeye mwenyewe anahitaji nchi ya Kenya. Watu wa IEBC wanahitaji nchi ya Kenya. Na niseme ya kwamba pia lazima hata wao hataweza kuiba kura. Ndio naambia vijana wajiandikishe na wachukue kura. Unajua ukijiandikisha kama na ukichukua kura unaweza kugombea viti. Na nataka vijana wengi watokezee wachukue viti. Ndio tubadilishe mbunge. Mbunge hamna. Bunge imefinywa. Hakuna mbunge pale. Vichwa vimeenda, kumebakishwa kichwa moja tu ambaye inafikiri pale mbunge ya William Ruto. Hiyo ndio akili tu inatumika hapo. Na tunataka vijana ambao watakuja kufanya kazi ya mbunge. Na uwezi kuwa mgombea kiti kama hujajiandikisha kama mpiga kura. Wale wengine ambao watakuwa na kadi ya kura wataandikwa na IEBC kupigisha kura. Wajua baada ya presiding officer na deputy clerk number 1 mpaka clerk number 6, wale wote ni vijana.
Lakini kama una kura na una kitambulisho huwezi andikwa ile kazi. Kura yetu haitaibiwa hao vijana wakiwa pale. Alright. Watahakikisha kwamba inji imesimama na Ruto ameenda nyumbani. Kwa mpigo. Mheshimiwa, shukrani sana kwa muda wako asubuhi ya leo, kwa kutafuta muda kuja ndani ya studio. Tungezidi kuongea mengi lakini muda wangu kidogo unanizuia. Upande wa pili kakangu Erastus Kibon tayari kutupatia habari za sasa. Tunapofunga, labda ujumbe mmoja kwa Wakenya asubuhi ya leo na pia wana Makueni asubuhi ya leo. Niko na ujumbe mmoja tu. Ndio. Kama Wakenya wanataka Kenya ikombolewe. Ndio. Kama wanataka elimu isonge mbele vile ilikuwa wakati wa Kibaki. Kama wanataka matibabu iwe sawa. Kama wanataka uchumi uwe bora. Tafadhali chukua kitambulisho, chukua kura. Siku ya kupiga kura, amka kupiga kura. Wakenya milioni 8 hawakupiga kura. Hiyo milioni 8 ingeleta rais mwingine. Kwa hivyo kuwa tayari.